Wapenzi watazamaji, muungano wa upinzani ukiongozwa na Gachagua, Matiang'i, Kalonzo, Natembeya, Eugene Wamalwa na Martha Karua na wengine, naona wako serious kumpeleka nyumbani William Ruto. Paka kule nyuma, paka State House wasikie kwamba Wakisii wamesema tawe, hoja nione. Samani tawe. Kwa ukabila tawe. Umaskini. Ukosefu wa usalama. Ukosefu wa ajira. Mapendeleo. Kasongo aenda siende. Waje nione kwa mikono kwa Kasongo aenda. Hawa viongozi wasipotengana, mimi binafsi kama Eagle Ezra naona one term kwa hii serikali ya Bwana Ruto inaivana. One term is a must whether you like it or not. Hii leo siku ya Jumatatu tarehe 23, muungano huu walianzia Bomet, wakaenda Nyamira, Kisii, wakaenda Ekerenyo, kutoka Ekerenyo wakaenda Keroka, kutoka Keroka wakaenda Kiumbu, kutoka Kiumbu wakaenda Kisii. Maelfu ya wananchi walijitokeza kuwa laki. And in politics it is all about numbers. Hawa viongozi ni tisho kwa William Ruto. Sijui mahala ambapo rais atalala kama atakuwa na imani. Nataka nikuwekee mfululizo wa matukio. Tuanzie Keroka, kuniradhi. Tuanzie Keroka, tuingie Kiumbu, tuingie Kisii, uweze kuona jinsi ambavyo mambo yalikuwa. Sasa Wamuguzi, nisikize ground. Sasa nyinyi wa Kisii hapa mnasemaje? Ati mnasemaje? Jamii ya Wamuguzi mnasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Keroka oi. Hapa ndio Keroka. Wacha tuonane vizuri. Basi. Keroka oi. Hapa ndio Keroka. Hapa ni Keroka. Biamore. Keroka oi. Mimi nimefika hapa Kisii kwa sherehe ya maana sana. Lakini kabla sijasema mawili, mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Nikisema DCP, mnasema sikiza ground. DCP. Wacha nisikize ground kwanza. Si ndio? Hapa Keroka, hapa kwa Bagusi ambaye wanaongozwa na Fred Matiang'i, mnasemaje? Ati mnasemaje? Abagusi mnasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Watu wetu, mimi nimefurahi sana. Fred Matiang'i alikuwa amenialika hapa Kisii. Nikasikia msemaji mwingine Bonoko anasema ati Rigiji asikuje Kisii. Amefika hajafika?
Hapa ni Kisii. Huyu Bonoko wako na title deed ya Kisii. Hapa kwa mzee Simeon Nyachai. Simeon Nyachai alipewa kazi na mzee Jomo Kenyatta kama PC wa Nyeri, akatuchunga miaka 10. Nataka kwa niaba ya watu ya Mlimani, kwa ile kazi Simeon Nyachai alitufanyia, niseme watu ya Keumbu asanteni sana. Simeon Nyachai alipokuwa kwetu, tulimpatia bibi anaitwa Grace, anachunga mali yake. Mali ya Nyachai ichungwe isichungwe? Mimi nimekuja hapa kama cousin wenu kwa mambo ya familia. Hi cousin. Hi cousin. Hi Makuzo. Makuzo wapendane wasipendane? Wakae pamoja wasikae? Watafute uongozi pamoja wasitafute? Leo tumefika hapa Keumbu tukianza ziara ya siku 3 katika kaunti ya Nyamira na Kisii. Na tumealikwa hapa na our cousin Fred Matiang'i. Tulikuwa na sherehe ya maana sana kwa jamii ya Omugusii. Leo wazee wa Kisii wakiongozwa na Matundura wamemteua kiongozi na msemaji pekee wa jamii ya Omugusii, Dr. Fred Okengo Matiang'i. Haya, Kisii oye! Kisii oye! Mimi mnajua ni mtu ya kusikiza ground. Kabla hatujaanza mkutano, nataka hapa Kisii munasemaje? Hapa Kisii munasemaje? Hapa Gusii munasemaje? Kiongozi wa hapa Gusii ni nani? Kiongozi wa hapa Gusii ni nani? Hapa one time. Haya, wacha tujaribu. Harambee! Wewe Kasungo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Kasongo. Makosa kubwa ambayo William Ruto aliweza kutenda na ataendelea kujutia ni kumuondoa Rigathi Gachagua madarakani. Gachagua alikuwa naibu wake wa rais, ila alipomuondoa madarakani, basi huo ndio ulikuwa mwisho wa William Ruto kuongoza kwa awamu moja peke yake. Matiang'i amedhibitishia muungano wa upinzani kwamba Kisii amefungia nje chama cha UDA. Kisii amefungia nje chama cha ODM, na chama ambacho kitaenda kunoga pale ni Jubilee. Jubilee ndio itakuwa ya kusema. Na kwa mara ya kwanza kabla mkutano huu haujang'oa nanga, upande wa Ekerenyo umati mkubwa ulifika mahala ambapo Matiang'i aliweza kuwekewa taji kuwa msemaji wa Abagusi. Sitaenda kucheza huko nje kwa sababu sasa mmenipea kazi ngumu kidogo ya kubeba hii, na nitabeba hii kwa heshima, na nitawakilisha watu wetu kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa kufanya kazi pamoja na nyinyi. Sitafanya mchezo na maneno kama haya, na wakati wote nitakaa chini na hao wazee. Nimewahakikishia mzee Matundura, wazee wetu wa Council of Elders, wakati wote nitashauriana na nyinyi. Liwe liwalo, mambo ikifanyika vile inafanyika, nitashauriana na nyinyi. Siwezi kwenda nje ya mwongozo wenu vile mmeniambia niendelee mbele, kwa sababu nchi yetu na jamii yetu inaendeshwa namna hiyo. Katika kanda hii nataka niweze kukueleza mbona William Ruto anapaswa kuogopa. Tafadhali ninakuomba upige subscription, like video, bonyeza kengele, alafu ukimaliza kutizama hii kanda, sambaza hii kanda
kuelekea kwa vikundi vingi. Mwenyezi Mungu awabariki. William Ruto anapaswa kuogopa kwa sababu muungano huu wa upinzani ni tisho kwake. Muungano huu wa upinzani hawajaja kucheka. Hawajakuja kucheka na William Ruto, bali wamekuja kujiandaa kumpeleka William Ruto nyumbani. Angalia, anzia Mount Kenya. It is a done deal. William Ruto must go. Tuingie Western, Natembeya, Eugene, Sifuna wamefungia William Ruto nje. In fact, Wetangula na wenzake hawana la kusema kwa hii serikali. Hawana kabisa. Sijui wataficha kichwa wapi. Sijui kabisa. Sijui. Wapenzi watazamaji, ingia Kisii na Nyamira, Matiang'i amemaliza kila kitu. Ingia Luo Nyanza, they do not want to hear anything about William Ruto. Done deal, William Ruto must go. That should worry President Ruto. Ingia Rift Valley, niliwaundia kanda hapa. Walikuwa wanaimba one term, William Ruto one term. It is a done deal. Gachagua pale ndipo alianzia. Ingia Nairobi, William Ruto hana kura. It is a done deal, one term. Ingia kaunti ya Mombasa, one term. Ingia Ukambani, ngome ya Kalonzo Musyoka. Musyoka amefunga kila kitu, anatembea na ufunguo. It is a done deal, Ruto must go. Mbona William Ruto asiogope? Tusemezane ukweli. Mbona bwana Kasonga asiogope? Kwa sababu viongozi hawa wa upinzani wamejipanga, na iwapo hawataweza kusambaratika, William Ruto ameenda nyumbani. Sitaki ni wadanganye. Na hichi ndicho kitafanya Wakenya kuweza kumpeleka nyumbani William Ruto. Number one, scandal kubwa ni ya wananchi au vijana wa Gen Z ambao waliuawa 2024. Vijana ambao waliuliwa 2024 kipindi cha maandamano ambayo yalikuwa ya amani, maandamano ya kutaka gharama ya maisha iweze kuteremshwa, kazi ziweze kuundwa, matumizi mabaya ya hela za wananchi yaachwe, maandamano ambayo yalikuwa nataka gharama kubwa ya maisha iweze kuteremshwa. Ila hii serikali ikasonga mbele na kuangamiza vijana wa Gen Z. Alafu nasema nini? Alafu nasema kwamba vijana watamchagua William Ruto tena? Sioni kabisa. Uchungu wa mwana ajuaye ni mzazi. Unafikiri kwamba wazazi ambao walikuwa wanalia Gen Z wakiwa wameuawa watamrudisha mamlakani William Ruto? Haiwezekani. Yale mauaji ambayo yalitendeka 2024 yamemaliza William Ruto nguvu. Namba 2, corruption ambayo imejaa kwa hii serikali. Corruption sitaki niendelee kuizungumzia. Juzi Oburu Odinga aliweza kupewa 15 billion kumpigia William Ruto kampeni. Leo gazeti la Daily Nation linaripoti kwamba 11 billion zimepotea kutoka kwa Talanta Stadium, ule ujenzi wa Talanta Stadium. 11 billion, unafikiri kwamba ni pesa kidogo? Hizo ni pesa ambazo zinaweza zikaunda ajira kwa Wakenya karibu wote katika taifa letu la Kenya. Ndio, kila Mkenya atasimamishwa apewe milioni moja, zingine zibaki. 11 billion. Juzi tu 11 billion, 15 billion ziliweza kupotea. Was it 15? 12 billion ziliweza kupotea. Sasa hivi 11 billion Talanta Stadium, kesho zitapotea wapi?
Wananchi hawataki hii serikali kwa sababu ya ufisadi. Na mwisho, vijana waliahidiwa watapewa kazi, kazi hawajaweza kupewa. Wanataka kuchagua serikali ambayo itawapea kazi. Lingine ambalo unapaswa kujua, wananchi wamechoka na gharama kubwa ya maisha na watampeleka William Ruto nyumbani, upende usipende. Sijui wazo lako ni lipi? Ambia Bwana Kasongo kitu.